Familia ni taasisi ambayo ni mwanzo wa kila taasisi ulimwenguni. Na umuhimu wa taasisi hii umefika hadi Umoja wa Mataifa mnamo mwaka 1989 walipoanzisha siku ya familia duniani ambayo huadhimishwa kila tarehe 15 mwezi wa 5. Mnamo mwaka 1989 Umoja wa Mataifa ulikaa ukaona umuhimu wa kuadhimisha siku ya familia kama taasisi ambayo ina mchango kwenye kila eneo katika jamii yetu, na tarehe 15 Mei ikachaguliwa kuwa siku rasmi ya maadhimisho haya. Kila familia huwa na miongozo ambayo inaongoza nidhamu na malezi na pamoja na makuzi katika familia. Familia yako ilikuwa na makatazo gani ambayo ulikuwa ukifanya? Inakuwa sio rahisi kabisa kueleweka kwa wanafamilia pamoja na wanajamii. Kwenye jamii yangu au familia yangu mimi ninayoishi, kwa mfano nikifanya kitendo cha kuua nikafahamika na kugundulika kabisa kuwa nimesababisha mauaji au nimeua, mimi jamii yangu na familia yangu haitanichukulia vizuri, na ikiwezekana hata inaweza ikanitenga kabisa na kutokunishirikisha kwenye baadhi ya mambo, na si baadhi ya mambo tu, ikiamua hata ikanitenga mbali kabisa na familia. Nizungumzie kwa mfano mimi hapa ni binti, nizungumzie kwa swala la kusema labda kutoa mimba. Hivyo ikitokea labda nimetoa mimba alafu familia yangu ikagundua, kuna namna haitanipa ushirikiano wote kabisa, yani mpaka labda huko miaka ya mbele ndo itakuja inielewe kwa mbali pale ndapo nitaelekea. Kitu ambacho kwenye makuzi yangu na ukuaji wangu ambacho ulikuwa ukikifanya familia inakuwa ngumu kukuelewa. Kwanza moja, tabia za kitukutu. Kuna watoto unakuta ni watukutu, wanafikia mpaka stage ya kuua, kulawiti watoto wenzao. Inakuwa ngumu sana wazazi kukuelewa. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa kwa sababu unakuwa unaibisha familia kwenye jamii. Kwa hiyo wazazi wanajitahidi uende kwenye mifumo wanaohitaji wao. Moja ya kero katika familia yetu sisi ni kwamba mtoto kutokwenda shule ni kosa kubwa sana na utaadhibiwa tu, na mtoto kuwa na michezo isiyokuwa ya lazima, hasa katika mji wetu huu, kwenda kuogelea ziwani ni kosa kubwa katika familia yetu na utaadhibiwa kwa fimbo. Mimi familia yangu, misimamo yangu katika familia yangu ni kwamba kila mtoto anatakiwa asome, na nina watoto 9 na wote wanasoma. Usiposoma umetangaza vita na mimi moja kwa moja. Yaani sisi kitu tulikuwa tukifanya, kwa mfano unapokuwa umetoka shule ukichelewa kurudi nyumbani, ukifika nyumbani saa 12 babangu alikuwa anamkana na kupa adhabu ya kulala hadi asubuhi, au shindwa kufanya kazi ya kutengeneza labda kuosha vyombo, kufanya mazingira nyumbani, kufagia, alikuwa anaweza kukupa adhabu ya kukulaza njaa. Hicho ndio kitu ambacho babangu alikuwa anatenda. Familia kama taasisi zingine haiwezi kukosa wanaokosoa na kubariki vile vile. Hayo ni yao wanayakumbuka wale ambao mimi nimepata nafasi ya kukutana nao. Wewe unakumbuka lipi kutoka kwenye familia yako? Nipe hapo kwenye comment.